Iran na makundi washirika yenye silaha wamerusha makombora kuelekea Israel, mataifa ya Kiarabu na kambi za kijeshi za Marekani kote katika eneo hilo leo Jumatatu, huku Israel na Marekani zikishambulia Iran. Bruce Amani na ripoti kamili yanayojiri katika vita hivyo vya Iran ambavyo vimepanuka katika pande kadhaa. Ukubwa wa mashambulizi hayo, mauaji ya kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei na ukosefu wa mpango wote dhahiri wa kusimamishwa mashambulizi unaonyesha kuwa mzozo huo hautaisha hivi karibuni. Tayari umesababisha madhara makubwa. Maeneo ambayo yametambulika kuwa salama katika Mashariki ya Kati kama vile Dubai yameshuhudia makombora yakidondoka. Mamia ya maelfu ya abiria wa ndege wamekwama kote ulimwenguni, bei ya mafuta imepanda na washirika wa Marekani wameahidi kusaidia kuzuia makombora na droni za Iran. Serikali zinajitahidi kuwasaidia wasafiri kurejea makwao baada ya mashambulizi yanayoendelea kulazimisha kusimamishwa kwa safari za ndege kupitia Mashariki ya Kati. Viwanja vya ndege vilivyofungwa Dubai, Abu Dhabi na Doha, ikiwa ni pamoja na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Dubai, mojawapo viwanja vyenye shughuli nyingi zaidi duniani, ni vituo muhimu vya usafiri kati ya Ulaya, Afrika na Magharibi hadi Asia. Vyote vitatu viliathiriwa moja kwa moja na mashambulizi hayo. Wakati hayo ya kijiri, shirika la kudhibiti matumizi ya nishati ya nyuklia la Umoja wa Mataifa IAEA limesema hakuna dalili zozote kwamba mashambulizi ya Israel na Marekani dhidi ya Iran yamepiga vituo vyovyote vya nyuklia. Mkuu wa shirika hilo Rafael Grossi amesema hayo katika mkutano na bodi ya magavana ya IAEA jijini Geneva. Hatujaona mashambulizi makubwa ya kijeshi yakilenga vituo vya nyuklia. Tumekuwa tukiangalia picha mbalimbali za satelaiti. Huenda kuna kitu hapo, lakini si muhimu au kinachofanana kwa njia yoyote ile na kitu kilichotokea mara ya mwisho. Tunapata taarifa za mara kwa mara. Lakini muda mfupi baada ya hotuba ya Grossi, balozi wa Iran katika IAEA Reza Najafi aliwaambia waandishi wa habari nje ya mkutano huo uliokuwa wa faragha kwamba kiwanda cha nyuklia huko Natanz kilishambuliwa. Madai hayo hata hivyo yalikanushwa baadaye na Grossi. Nchini Marekani, waziri wa ulinzi Pete Hegseth alikataa kutoa ratiba ya vita hivyo, akisema ni jukumu la Rais Donald Trump kuamua muda utakaotumiwa kwa operesheni hizo za kijeshi dhidi ya Tehran. Katika mkutano na waandishi habari, Hegseth amesema operesheni hiyo ni dhamira iliyo wazi ya kuharibu kitisho cha makombora kutoka Iran, kuharibu jeshi lake la wanamaji na kuangamiza kabisa uwezo wa silaha za nyuklia. America, regardless of what so-called international institutions say, is unleashing the most lethal. Marekani, bila kujali zinachosema kile kinachoitwa taasisi za kimataifa, inafanya operesheni kali zaidi ya angani kuwahi kushuhudiwa katika historia. Ndege za kudondosha mabomu aina ya B2, droni, makombora, hayo yote kwa masharti yetu. Hakuna sheria za kijinga za vita. Tunapigana ili kushinda na hatupotezi muda au maisha. Machafuko ya mzozo huo yalionekana wazi wakati jeshi la Marekani liliposema kwamba Kuwait ilidungua kimakosa ndege 3 za kivita za Marekani wakati wa operesheni ya mapigano, huku mashambulizi kutoka ndege za Iran, makombora ya masafa marefu na droni yakiendelea. Kamandi kuu ya Marekani ilisema marubani wote 6 walinusurika kwa kutumia parachuti na wako katika hali nzuri. Na salia kwenye swala hilo msikilizaji, nchi za Ghuba zimebeba mzigo mkubwa wa mashambulizi ya makombora ya Iran hadi sasa. Mwanzoni Iran ililenga mali za Marekani, lakini hilo limebadilika. Mataifa ya Ghuba yanasema hayatakaa kimya. Hii ina maana gani? Ripoti ya mwandishi wa DW Catherine Shea inasomwa studioni na Hawa Bihoga. Katika siku 2 zilizopita, makombora ya Iran yameripotiwa kulenga hoteli za kifahari, bandari, maeneo ya katikati ya miji, viwanja vya ndege na miundombinu ya mafuta katika baadhi ya nchi za Ghuba. Awali, Iran ilisema inalenga mali za Marekani katika eneo hilo kama sehemu ya haki yake ya kujilinda kufuatia mashambulizi ya Marekani na Israeli. Kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu kilitangaza kuwa kingelichukulia mali zote za Marekani katika eneo hilo kuwa shabaha halali. Baadhi ya makombora yaliripotiwa kupiga au kulenga vituo vya kijeshi vinavyohusishwa na Marekani, ikiwemo makao ya jeshi la wanamaji la Marekani nchini Bahrain, huku Katari ikisema ilizuia makombora yaliyokuwa yakielekea kambi ya anga ya Al Udeid. Kuwait nayo ilisema mashambulizi yaligonga kambi ya anga ya Al Salim ambako kuna wanajeshi wa Marekani. Hata hivyo, wachambuzi wanasema hatua ya Irani kulenga pia miji na miundombinu ya kiraia katika nchi za Ghuba ni
mabadiliko makubwa. Wanasema nchi hizo ziko karibu zaidi kijiografia na Iran na hazina ulinzi mzito kama Israel, jambo linaloongeza hatari ya mashambulizi kufanikiwa. Viongozi wa nchi za Ghuba wameonyesha mshikamano na kulaani mashambulizi hayo, wakisisitiza kuwa hawatakaa kimya huku wakilengwa. Lakini hadi sasa hakuna dalili wazi kwamba nchi hizo zitaingia moja kwa moja vitani kwa kutumia majeshi yao. Mchambuzi wa DW Ibrahim Rahbi anasema nchi za Kiarabu ambazo Iran amekuwa akishambulia hazina mifumo ya ulinzi ambayo inaweza ikalingana na mifumo ya ulinzi ya Israeli. Kwa hiyo kama watajiingiza moja kwa moja kwenye mzozo huu, nadhani athari zaidi itakuwa kwao, kwa sababu kwanza wapo karibu, alafu hawana uwezo wa kujilinda dhidi ya makombora makali ya Iran. Kwa miaka mingi, mkakati wa usalama wa nchi za Ghuba umekuwa ukitegemea uwepo wa kijeshi wa Marekani na ununuzi wa silaha za kisasa kama njia ya kuzuia mashambulizi. Wakati huo huo, katika miaka hivi karibuni, baadhi ya nchi kama Saudi Arabia na Falme za Kiarabu zimejaribu kuboresha uhusiano wa kidiplomasia na Iran ili kupunguza mvutano wa kikanda. Kabla ya mashambulizi ya hivi karibuni, nchi kadhaa za Ghuba zilionya dhidi ya kampeni ya kijeshi dhidi ya Iran na hata kusema hazitaruhusu ardhi zao kutumika kufanya mashambulizi. Hata hivyo, ahadi hizo hazijazuia makombora na droni za Iran kulenga maeneo yao. Wataalamu wanaamini kuwa hatua ya kwanza ya nchi za Ghuba itakuwa kuimarisha ulinzi wa anga na makombora, kulinda miundombinu muhimu na kuongeza usalama wa ndani. Pia zinatarajia kuimarisha juhudi za kidiplomasia kupitia mataifa kama Oman na Qatar ili kutafuta njia ya kupunguza mvutano. Nam, bado tupo kwenye suala hilo la vita vya Iran. Wakati vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israel dhidi ya Iran vikiendelea, mojawapo ya athari za haraka na za moja kwa moja ni ile ya kiuchumi, hasa kwa mataifa ya Afrika ambayo yana mafungamano ya kiuchumi na ukanda wa Mashariki ya Kati na Ghuba. Mwenzangu Mohamed Khalif amezungumza na mchumi James Shikwati mwenye makao yake makuu mjini Nairobi, Kenya, na kwanza amemweleza maeneo ambayo yanaguswa moja kwa moja na madhara ya vita hivyo vinavyoendelea. Athara ya kwanza, Middle East tunapoita kwa kimombo, ni hub ya ndege nyingi ambazo zinasafiri kuja Afrika. Kwa hivyo vita zimelegeza usafirishaji wa Afrika na wageni ambao wanakuja Afrika, wale tunaita watalii. Hilo ni la kwanza. Pili, kuna Waafrika wengi haswa kutoka Afrika Mashariki ambao wanafanya kazi katika nchi za Middle East. Huenda itatatiza uwezekano wa hao kuweza kutuma zile hela huwa wanatuma kwa watu ambao walibaki nyumbani ili kuendeleza sera tofauti tofauti. Nataka kidogo utupe mahesabu ya kiuchumi. Kiwango cha fedha ambacho kinatoa kwa wafanyakazi wa Kiafrika ambao wapo katika mataifa ya kigeni, kia nafasi gani kwenye uchumi wa nchi za Kiafrika, hata kama zinapokosekana ikawa unadhani patakuwa na tatizo la kiuchumi? Nikijaribu kusema tukitumia Kenya peke yake, tunaweza tukasema karibu milioni 50 million dollars. Na tena hiyo ni Kenya peke yake. Kwa hivyo hatujaongelea Uganda, hatujaongelea Tanzania, hata hatujasonga chini kwenda West Africa kule. Hiyo ni mfano tu. Kwa hivyo tukiweka Afrika yote pamoja, utapata kwamba ile remittances zenye zinatoka nchi za Uarabuni kuja huku huenda zikafika karibu bilioni hata 3 hivi dola. Pia tena itakuwa changamoto ya Waafrika wanaweza wakasaidiaje wenzao ambao wanaishi katika hizo nchi. Kwa hivyo ni changamoto kubwa ile, kwa kimombo wanasema humanitarian, tatizo la kibinadamu, kwamba itabidi sasa mataifa ya Afrika yagharamike fedha zake zenyewe kuwahudumia watu ambao katika mataifa hayo wanapaswa kuwahamisha au kuwahudumia katika kipindi ambacho shida inaelekea. Unakusudia hivi bila shaka? Kwa hivyo hiyo ni ya kibinadamu, hatujaingilia kibiashara. Naam. Bei ya mafuta ikienda juu, basi uchumi zote huwa zinapata tatizo, kwa sababu tunaita cost of production, ile fedha ambazo zinatumika kwenye viwanda, kwenye ukulima, kwenye usafirishaji. Utapata nchi nyingi za Afrika zinategemea kwa mfano mashine ya diesel kuweza kutengeza stima, ama mnaitaje, electricity, umeme. Lakini angalau Kenya tunatumia ile renewables ile ya maji, dams. Ndio.
Lakini kunazo nchi zingine hazina uwezo kama huo. Kwa hivyo changamoto ni kubwa, tukiendelea katika hiyo hali ya kuweza kuhakikisha kwamba viwanda viendelee kama kawaida. Nam ni mwenzangu huyo Mohamed Khalif alipozungumza na mchumi James Sikwati kuhusu hasara ya vita vinavyoendelea huko Iran.